Ikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Waziri Mkuu akagua mradi wa bomba la mafuta, na katika kimataifa mkutano wa Munichi wa iacha Afrika pembezoni, na katika michezo kocha Miguel Gamondi asaini mkataba kuinoa Taifa Stars. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari. Langu jina ni Zinazire Mswima. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo Jumatatu Februari 16, 2026 amekagua mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima, Uganda hadi Chongoleani mkoani Tanga, na amesema kuwa amefurahishwa na utekelezaji wake. Tupate taarifa kamili. Amesema kuwa mradi huo ni wa kimkakati ambao utagharimu dola za Marekani bilioni 5.65, ni kielelezo kati ya Tanzania na Uganda. Mheshimiwa Dr. Mwigulu ambaye yuko mkoani Tanga kwa ziara ya kikazi amesema kuwa serikali itaendelea kuweka uzito unaostahili katika kutekeleza mradi huu ambao umefikia 81% ya utekelezaji kwa heshima kati ya Tanzania na Uganda. Kwetu sisi mradi huu sio tu ni ujenzi wa mradi, lakini pia mradi huu ni kielelezo cha undugu uliopo kati ya Tanzania na Uganda. Kwa nimefurahishwa na taarifa ambayo tumeipata ya maendeleo ya utekelezaji wa huu mradi wetu. Ni heshima kwa nchi zetu na ni heshima kwenu nyewe watekelezaji wa mradi kwamba mradi umeweza kupiga hatua licha ya kwamba umetekelezwa katika kipindi ambacho dunia nzima ilikuwa inapita kwenye misukosuko ya masuala ya kiuchumi. Natambua wakati mradi unaanza kulikuwa na mambo ya COVID, ikaisha masuala ya COVID, yakawepo masuala ya mizozo ya geopolitics mashariki mwa Ulaya kule, ikapita mizozo hiyo, yakaja masuala ya upungufu wa fedha za kigeni, pita hiyo yakafuatia na mengine mabadiliko ya sera za kiuchumi. Lakini licha ya changamoto za masuala ya kiuchumi duniani, mradi huu umeendelea kutekelezwa kwa kasi ile ile. Hili ni jambo linaloipa heshima nchi yetu pamoja na ndugu zetu tunaotekeleza mradi kwa pamoja. Kwa upande wake, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema kuwa mradi huu ambao ulianza utekelezaji wake mwaka 2022 unategemea kukamilika ifikapo Julai 2026, na serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ni mwanahisa kwa 15%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu ulianza mwaka 2022 na unategemea kukamilika ifikapo Julai 2026. Kwa sasa kama walivyosema wenzangu, mradi huu umefika 81% ya utekelezaji wake. Wakandarasi wanaotekeleza ni pamoja na CPP ambaye anajenga bomba la kilomita 1443, BBN jeti na matenki DCOG. Mradi huu Mheshimiwa Mwenyekiti unatekelezwa kwa gharama za dola za Kimarekani bilioni 5.649. Na kati ya fedha hizo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechangia dola za Kimarekani milioni 374, sawa na 15% ya michango ya wanahisa. Serikali kwa kushirikiana na kampuni ya EACOP imekamilisha zoezi la uthamini na utoaji wa ardhi ya mradi, ambapo hadi kufikia mwezi Januari 2026 jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 35.06 zimetumika kulipa stahiki za fidia kwa wananchi 9,869 kati ya wananchi 9,927, sawa na 99.4% ya waliopisha eneo la mradi. Mindi Josefu, Sky TV.
Mtazamaji, tutoke mkoani Tanga moja kwa moja tuelekee Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema kufanyiwa mafunzo kwa viongozi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunawasaidia kufanikisha uendeshaji wa bunge sambamba na kuimarisha ushirikiano baina ya wabunge na serikali katika kusonga mbele kiuchumi, kisiasa na kijamii. Amesema hayo katika ufunguzi wa mafunzo ya kamati ya uongozi ya wabunge, tume ya utumishi ya wabunge na makamu wenye viti wa kamati za kuhudumu za bunge yaliyofanyika katika ofisi ndogo ya Bunge Tungu, Zanzibar. Serikali ni mdau muhimu kwa vile ndiye anaelilisha bunge. Bila serikali hakuna bunge, ndio maana naye anakuwa mjumbe wa kamati hii muhimu na kamati nyingine za kudumu za bunge. Ni katika muktadha huu wa majukumu niliyoyaelezea hapo juu ndio mafunzo haya yanapata umuhimu wake mkubwa kama ambavyo nimeeleza hapo awali. Ni imani yangu kuwa mafunzo haya yatakuwa jukwaa muhimu kwenu waheshimiwa viongozi, ambalo linawapa fursa ya kubadilishana uzoefu, kujifunza kwa pamoja na kujenga mtazamo wa pamoja kuhusu namna bora ya kuziendesha kamati zetu kwa uweledi, ufanisi na kuwezesha kuwa na bunge la viwango, na sina shaka kwamba bunge hili litakuwa la mfano. Rai yangu kwenu kushiriki kamilifu katika mafunzo haya kwa kubadilishana uzoefu na kutoa michango yenu kwa uwazi, ili kila mmoja baada ya kuondoka hapa akawe chachu ya maendeleo katika eneo analolifanyia kazi. Hii ni ratiba ambayo inaendelea. Tulianza semina hizi Dodoma kwa takriban siku 5 na wabunge wa zamani na wapya tulijumuika pamoja, na kwa kweli wamewiva. Sisi bungeni hatuna mbunge mpya au mbunge wa zamani. Wabunge wote ni kitu hiki kimoja, wana sifa sawa na wana uwezo sawa. Leo tutakuwa na baadhi ya ratiba ambazo baba ushazifungua. Tutakuwa mada ya kwanza, madaraka, majukumu, mipaka na utendaji kazi wa kamati, uongozi wa kimkakati katika uendeshaji wa bunge, na siku ya Jumatano ambayo siku ya mwisho tutakuwa uratibu wa utekelezaji wa shughuli za serikali katika kamati za bunge na mahusiano, na hatimaye haiba ya viongozi na itifaki ya kidemokrasia katika utekelezaji wa shughuli za kibunge na kiserikali kwenye ngazi za kitaifa. Watendaji wa serikali wilaya ya Geita wametakiwa kuwajibika katika zoezi la kuwasajili wananchi wao na walio na hali duni ambao pia wapo katika mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF, ili wananchi hao waweze kunufaika na bima ya afya kwa wote. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana ufafanuzi wa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amewataka watendaji hao kuwajibika katika kikao cha tathmini na mikakati ya kuimarisha upatikanaji wa bima ya afya kwa wote katika zoezi linaloendelea la kusajili wananchi wenye hali duni ili wapate kadi za bima ya afya kwa wote bila malipo, kwa kuwa serikali imegharamia bima hizo. Usajili umeanza na kundi maalum kama tutakavyopitishwa kwenye elimu. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameona aanze na wale ambao wana hali ngumu ya kimaisha, kaya zisizojiweza, ambazo kanzidata yake tunayo kupitia TASAF, lakini bado msukumo wa uandikishaji na utambuzi unaendelea kuwa chini kama tutakavyopitishwa hapa. Sasa nikahisi yawezekana labda jambo hili halijaeleweka vizuri na hatujagawana vizuri majukumu, kila mmoja akaujua wajibu wake, ili tukawa na msukumo wa pamoja. Lakini kwa jinsi ninavyoifahamu timu hii, kila tukikutanaga kwenye ukumbi huu tukikubaliana huwa tukitoka hapa mambo yetu huwa yanakwenda speed. Meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya mkoa wa Geita Elias Odhiambo ameeleza kuwa bado usajili ni hafifu wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya kwanza, lakini waliojitokeza hadi sasa ni wanufaika 574 ambao ni sawa na 20%. Kwa mheshimiwa kwa wilaya na mheshimiwa viongozi wote, mtaona kwamba mwitikio wa wananchi kuja kunufaika na fursa hii ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais bado sio kubwa. Baadhi ya viongozi wa vijiji wameeleza namna watakavyoenda kuhimiza wananchi kujisajili katika bima ya afya kwa wote.
Tutakapoenda kukaa nao kupitia mkutano wa hadhara, na imani wataelimika zaidi na kuhamasika kwa zaidi. Kama kiongozi nitaenda kukaa na wenyeviti wangu wa vitongoji. Serikali ya Tanzania imeanza kutekeleza suala la bima ya afya kwa wote na imeanza na kaya duni ambapo inaendelea na usajili wa awamu ya kwanza. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wazazi wahimizwa kuweka mbele usalama na ustawi wa mtoto. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari. Mimi ni Zinazile Mswima. Jamii hususan wazazi wametakiwa kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha usalama na ustawi wa watoto unaozingatiwa, ikiwemo kudhibiti vitendo vya kikatili ili kuwawezesha kupata ukuaji bora kimwili, kiakili na kijamii. Ripoti ya mwandishi wetu inafafanua zaidi. Msisitizo huo umetolewa katika semina kwa waandishi wa habari ikilenga kuwapa uelewa wa ulinzi wa mtoto uliofanyika wilayani Karatu mkoani Arusha, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango jumuishi wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Washiriki wameelezwa kuwa malezi bora yanahitaji ushirikiano wa wazazi wote wawili, huku akina baba akitajwa kuwa bado wako nyuma katika kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto. Tuna gap kubwa sana la ushirikiano wa malezi ya watoto baina ya wazazi wote wawili. Na mkiangalia kwa mila na desturi zetu ni kama mama ameachiwa majukumu makubwa ya kuwalea watoto, lakini tunajua malezi ni ya baba na mama na kila mmoja ana nafasi yake. Ndio maana tunasema tunasisitiza moja ya domain kubwa kwenye hili ni pamoja na malezi yenye mwitikio. Malezi yenye mwitikio hayamlengi tu mama na mtoto, lakini pia baba ni kwa namna gani wanaweza kuitikia hisia za watoto, mahitaji ya watoto. Katika hatua nyingine, wazazi wamekumbushwa kuitumia vyema fursa ya uwepo wa nyumba rasmi za kulea watoto wakati wa mchana, yaani daycare, ilikuwa na uhakika na usalama wa watoto wao wakati wazazi wao wanapokuwa katika shughuli za kujiingizia kipato. Changamoto mbalimbali za walezi zimewasababisha wajikite kwenye masuala ya kiuchumi na kujitafutia na kuacha watoto bila kuwa na uangalizi wa mtu mzima. Kwa hiyo kupitia miradi yetu tumekuwa tukihamasisha sana wapeleke watoto kwenye vituo ambapo wanapokuwa kwenye shughuli zao za kujitafutia. Lakini pia wale ambao wanawalea, basi wazazi wawe karibu na watoto kuweza kujua mahitaji ya watoto na namna gani wanaweza wakaitimiza jukumu lao kama wazazi. Baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki semina hiyo wanautaja mchango wa vyombo vya habari katika kuhakikisha ustawi wa mtoto na haki vinaimarishwa. Sisi kama waandishi wa habari tumekuwa tukiandika story mbalimbali, lakini stories zinazohusu watoto zinaandikwa pale ambapo inapotokea kwamba kuna matukio. Lakini watoto stories zao zipo kila siku. Tuna masuala ya afya, tuna masuala ya lishe, tuna masuala ya ulinzi na usalama, yapo kila siku. Kwa hiyo tutakapotoka hapa tukifahamu tunakwenda kufanya nini, maana yake ni kwamba tutaandika kwa usahihi na sisi tutaepuka. Tumekuwa waandishi wa habari tuna tatizo kubwa la kuongeza unyanyapaa kwa watoto wanaokabiliana na vitendo vya ukatili. Unakuta mtu anapiga picha labda mtoto kabakwa, mtoto kalawitiwa. Mwisho wa siku unakuwa humsaidii yule mtoto, ile unamuongezea mawanda mapana ya kukutana na ukatili kwa siku za usoni. Maana utaposti labda kwenye mtandao wa kijamii. Inapofika anakuwa mtu mzima ndio wala anaamua kujiua kwa sababu anakuta kumbe nilibakwa nikiwa na miaka 2 mitatu. Wanaume wengi ama jamii imeshajenga kwamba swala zima la malezi ni swala la mwanamke peke yake. Kitu ambacho hakipaswi kuwa hivyo. Tunashauriwa kwamba swala la malezi linapaswa kuendana mwanamke pamoja na mwanaume tangu pale ambapo wanakuwa na wazo la kupata ujauzito na mwisho wa siku waweze kupata mtoto. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Mtazamaji, tutoke jijini Arusha moja kwa moja tuelekee mkoani Mbeya. Kuelekea kipindi cha mwezi wa Kwaresma, Wakristo nchini wamehimizwa kuimarisha imani yao kwa kusimamia imani kiroho, huku wakitumia vema kipindi hicho kwa kutenda matendo ya huruma, kuwasaidia wahitaji na kushiriki katika shughuli za kijamii. Taarifa kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wito huo umetolewa na Mchungaji Anyangwile Ngurwa wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde Usharika wa Uyole, ambapo amewaasa Wakristo wote nchini kukitumia kipindi cha Kwaresma katika kutenda mema na kuwasaidia wahitaji. Kama kuna matendo ambayo yamepungua kuwatendea wale wahitaji, wawe watu wazima, wawe watoto wetu,
wawe wasiojiweza kwa namna moja au nyingine. Kwaresima hii itukosoe, tuone wajibu huo kwamba ni wajibu wetu wa sisi kuwasaidia wenzetu, maana kila anayeitwa binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na anahitaji huduma ya kila mmoja wetu. Mtu mmoja aliwahi kusema, namuona Mungu kupitia kwa jirani yangu. Kwa kadiri ninavyomhudumia jirani yangu, ndivyo Mungu anavyonihudumia mimi. Na kwetu sisi Wakristo, tumaini letu kuu ni kwa ajili ya ufufuo wake. Tunaendelea kumwamini Yesu kwa sababu ndilo kauli yake aliyoitoa kwamba hata sisi tutafufuliwa kwa sababu yeye ameshafufuka. Kwa upande wao, baadhi ya Wakristo wa kanisa hilo wamesema watakitumia kipindi hicho kutenda matendo ya huruma, huku wakiwasihi Wakristo wengine kujisogeza kwa Mungu katika kushiriki ushindi wa msalaba. Katika kipindi cha Kwaresima tunahasa kwanza kumpenda Mungu kwa mioyo yetu yote, lakini jambo lingine tunahaswa kutenda matendo mema kwa watu wengine na kwa mtu mmoja mmoja. Kwa mfano, kuwasaidia wahitaji, yatima, wajane, fungwa na watu mbalimbali ambao wanahitaji pia msaada wetu. Kwaresima tunakoelekea, tunatakiwa kwanza tujikite sana kwa Mungu. Tuombe toba kwa Mungu na tujinyenyekeze mbele za Mungu. Hata kama tulikuwa tumepotea, tukamrudie Mungu kisawasawa, kikweli kweli, kwa sababu Mungu amekufa msalabani kwa ajili yetu. Tunatakiwa na sisi kweli tumlilie Mungu kisawasawa. Hata majibu yetu yatapatikana kwa wakati, tutajibiwa kwa wakati. Tunakumbushana Wakristo wengine nao waweze kwenda kujiandaa kwa ajili ya Kwaresima hii, kwa sababu tumeshaanza kuandaliwa mapema. Nadhani tuwe wengi ili kushiriki ushindi wa msalaba. Kwaresima ni kipindi cha siku 40 cha maandalizi ya Pasaka ambacho Wakristo hutumia kwa maombi, kufunga, toba na matendo ya huruma ili kuimarisha imani yao. Upendo Kibetile, Sky TV, Mbeya. Wakizungumza mara baada ya hafla ya kupokea mikopo hiyo, baadhi ya wanavikundi walionufaika wameeleza furaha yao kwa hatua hiyo, huku wakiomba kuendelea kupatiwa elimu zaidi kuhusu namna bora ya kutumia mikopo hiyo ili iweze kuwaletea maendeleo endelevu. Ripoti ya mwandishi wetu ina taarifa zaidi. Wakizungumza mara baada ya hafla ya kupokea mikopo hiyo, baadhi ya wanavikundi walionufaika wameeleza furaha yao kwa hatua hiyo, huku wakiomba kuendelea kupata elimu zaidi kuhusu namna bora ya kutumia mikopo hiyo ili iweze kuleta maendeleo endelevu. Sisi ni vijana ambao tumepata mkopo huu wa Dr. Samia Suluhu Hassan wa shilingi milioni 150 kwa ajili ya kukiwezesha kikundi, ambao mkopo huu sasa tunakwenda kufanya kazi ya kununua tipa aina ya lori, gari aina ya lori ambalo linakwenda kufanya kazi ya kuzoa takataka pamoja na maguta mawili kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo ya kuzoa takataka za halmashauri na kujipatia kipato chetu ambacho kitaweza kunufaisha kikundi na serikali kwa ujumla. Kikundi chetu kinajishughulisha na ufugaji wa kuku za kienyeji kwa njia za kisasa. Tuliomba milioni 14, lakini kwa Mungu ametusaidia tumepata milioni 7. Kwa hilo tunamshukuru sana Mungu na Samia Suluhu, na kwa hamu nyingine tunaomba, tunapoomba wasije kutusahau. Tunaenda kufanyia kazi kama tulivyoomba na tumaisha tuendeleze mbele na kurejesha, tunarejesha kwa uaminifu. Wa bajaji kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi kwa ajili ya usafirishaji ili endelee kufanya biashara zingine. Natoa pongezi kwa mama yetu Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kutuona sisi makundi yenye ulemavu. Tumefaidika kupata mkopo huu kama vijana wa kikundi cha Nalusenga vijana. Tunaenda kufanyia kazi kulingana na usia tuliopata kutoka mkuu wa wilaya na viongozi wengine wote kwa ujumla. Awali, mkuu wa wilaya Mbozi Mheshimiwa Hamad Mbega alisema kuwa mgawanyiko wa mikopo hiyo au kuwa na upendeleo wa aina yoyote. Alisisitiza kuwa mtu yoyote atakayekumbana na changamoto yoyote anapaswa kufika ofisini kwake ili aweze kupatiwa ufumbuzi. Amepata fedha, kikundi chake kina sifa ya kupewa fedha hizo. Hakuna upendeleo kwenye hizi fedha.
Na kama kuna mtu yote anakukwamisha kupata hizi fedha za Mama Samia, mimi nipo ofisini kwangu hapa. Ofisini kwangu hakuna appointment, tunakuja muda wote, wakati wote nikiwepo, unaingia unaweza shida yako na kusaidia. Hakuna mtu ambaye anapendelewa kwenye hii mikopo. Na hizi fedha, hakuna mtu ambaye atakwambia nimekusaidia kupata hizi fedha kwa nipe shilingi 500. Tunaelewana lakini mpaka hapo. Umepewa hizi fedha kwa ajili ya sifa ambazo kikundi chenu mnazo. Sio kwa mtu kukusaidia. Kama sifa hauna, hamna namna utapata hizi fedha. Atakudanganya tu. Kwa hiyo hizi fedha mkipata leo, kama zimeingia hizo fedha, muende mkatoe, mkafanye shughuli zenu. Sio za kumpa mtu asante. Tunaelewana mpaka hapo lakini. Kama mtu anakuambia nipe asante, mwambie akachukue mkopo, asante yake ninayo mimi. Sawa sawa? Mikopo oye! Zaidi ya vikundi 50 vimenufaika na mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 689 kwa awamu hii. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Ilala kimewataka wanachama wake kuendelea kushikamana na kumuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine walioko madarakani ili waweze kufanya kazi zao vizuri na kuhakikisha chama hicho kinaendelea kushika dola. Wito huo umetolewa leo na mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ilala Saidi Side wakati mkutano ulioandaliwa na mbunge wa viti maalum Bona Kamoli uliokuwa na lengo la kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa CCM jimbo la Segerea kwa kufanikisha usalama uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ndio ilishinda uchaguzi Oktoba 29. Na mambo ambayo yanafanya sasa hivi na aliyofanywa nyuma yanafanya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwape moyo mnapoona miradi inafanyika katika maeneo mbalimbali, iwe jimbo la Segerea, iwe maeneo mengine yote, ujue Chama cha Mapinduzi kiko kazini. Tumpongeze na kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya maendeleo katika wilaya yetu na nchi nzima kwa jumla wake. Naomba tuwatoe wanyonge wana Segerea. Kwamba la kwanza, hata miradi ambayo iko jimboni, hii ni ilani ya miaka 5 iliyopita. Mwaka jana kwenye uchaguzi tumetoka na ilani nyingine. Ilani ambayo kwenye bunge letu la bajeti linaanza mwezi wa 4 wa 5 ambao kina Bona watakwenda kutekeleza ilani mpya ambayo iliyotoka. Niendelee kuwapongeza sana viongozi wa matawi. Kazi kubwa mlifanya. Lakini kubwa ni mshukuru Mheshimiwa mbunge. Lakini mbunge huyu wa viti maalum anakaa Segerea. Anatambua kwamba na watu ambao wenzangu nilikuwa nao wana CCM wako Segerea. Kwa uungwana na busara na hekima na mapenzi, lama nikawashukuru CCM oye. Lakini ameahidi mwenyewe kwamba jimbo hili hatoliacha. Kwa maana yeye ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Maana yake ni kwamba ataendelea kuwaenzi, kuwatumikia wanachama wenzake wa Chama cha Mapinduzi, hasa nyinyi viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Mmefanya kazi kubwa kuhakikisha Chama cha Mapinduzi, pamoja na kwamba mbunge wa Segerea hayupo, lakini tuna madiwani 13. Madiwani 13 sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Wale madiwani wasingepatikana kama isingekuwa nguvu yenu nyinyi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kwenda kukitangaza Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Segerea, hatimaye wananchi wakaona wakipigie Chama cha Mapinduzi kura, tukapata madiwani 13. Hilo tunalishukuru sana. Tuendelee na mshikamano kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabaki madarakani, lakini pia tuendelee kuisapoti serikali na hasa kumsemea Mheshimiwa Rais kwa kazi ambazo zinaendelea kufanyika. Nafikiri mnaziona. Katika jimbo letu kuna kazi mbalimbali zinazofanyika. Mkoa wa Dar es Salaam kuna barabara nyingi ambazo mnaona zinafanyika. Na Mheshimiwa Rais anaendelea kupambana kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa katika maendeleo pamoja na utulivu. Kwetu sisi wana Segerea, wana Chama cha Mapinduzi, tuendelee kuiunga mkono serikali, tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, tuendelee kuwaunga mkono viongozi ambao wako madarakani ili tuweze kupata maendeleo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Mindi Joseph katika habari za biashara na uchumi.
Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mendi Josefu. Waziri wa Kazi na Uwekezaji ambaye pia ni kaimu waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda Zanzibar, Mheshimiwa Sharifu Ali Sharifu, amesema serikali inatambua kuwa sekta binafsi ndio injini ya biashara, jambo linalochangia ukuaji wa uchumi na uwekezaji Zanzibar. Tunajitahidi kuhakikisha kwamba mazingira ya uwekezaji na mazingira ya biashara yako rafiki, na ndio maana ukaona muongezeko mkubwa wa uwekezaji katika nchi yetu. Mimi niseme private sector ambayo tulikuwa nayo miaka 80, enzi ya Mheshimiwa Mazrui, enzi ya babangu Mzee Mselem, Hamis Mselem, ni tofauti na hii ambayo tuko nayo sasa hivi. Hii iko juu sana. Mimi nakupeni hongera nyingi sana. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea na azma yake ya kujenga uchumi shindani na jumuishi kwa kuifanya Zanzibar kuwa sehemu rafiki ya biashara na uwekezaji na kuweka miundombinu imara, sera bora na huduma zenye ufanisi. Na Watanzania wametakiwa kutumia fursa za uwekezaji zinazopatikana katika maeneo yao ili kukuza uchumi wao binafsi na nchi kwa ujumla. Ni katika ziara iliyofanywa na Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania mkoani Mbeya katika kampeni ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani yenye lengo la kuondoa dhana ya Watanzania kuamini kuwa uwekezaji ni kwa ajili ya watu wageni. Wakati huu uwekezaji ambao tunauzungumzia upo kwa ajili ya Watanzania pamoja na wageni. Crypto au mtaji kwa ajili ya mgeni ni $500. Kwa Mtanzania ni pesa za Kitanzania ambazo ni equivalent na $50,000. Kuongeza mapato ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Asilimia ya ujenzi mpaka sasa hivi maeneo mengi yamefika zaidi ya asilimia 90. Katika eneo hili la mradi tumewekeza zaidi ya bilioni 8, na fedha hizi zimetoka katika kampuni, lakini fedha nyingine zimetoka katika taasisi za kifedha. Mahusiano yetu na TISEZA, faida ambazo tumeweza kuzipata kutokana na kushirikiana na TISEZA. Niweze kuambia tu ndugu wa Tanzania, hii ni mamlaka ya uwekezaji pamoja na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania
ambayo inafanya kazi kwa karibu na wawekezaji wa Kitanzania, lakini na wale walio nje ya Tanzania pia, kwa maana ya kwamba ukiwa wewe umetoka nje ya nchi unataka kufanya uwekezaji, na ikiwa wewe ni Mtanzania unataka kufanya uwekezaji, ni muhimu sana kujisajili huku TISEZA. Tuhitimishe habari za biashara na uchumi kwa kuangazia viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2547 na senti 08 na imeuzwa kwa shilingi 2572 na senti 56. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3484 na senti 67 na imeuzwa kwa shilingi 3519 na senti 51. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3032 na senti 81 na imeuzwa kwa shilingi 3063 na senti 14. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 368 na senti 53 na imeuzwa kwa shilingi 372 na senti 21. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 41 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 57. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 73 na imeuzwa kwa shilingi 161 na senti 32. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 72 na imeuzwa kwa shilingi 19 na senti 91. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 73 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 75. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 71 na imeuzwa kwa senti 72. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na imeuzwa kwa senti 86. Tamati ya habari za biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Mtazamaji, na sasa ni wakati wa Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Kutokuwapo kwa mijadala ya Munich, Afrika inaendelea kulegezwa au kuwekwa katika nafasi ya pili licha ya migogoro mikubwa inayoathiri bara hilo. Mkutano wa usalama wa Munich umefungwa kwa hitimisho: dunia haina utulivu kuliko wakati mwingine wowote na Ulaya haina tena nafasi ya kusubiri. Kwa siku tatu majadiliano yameongozwa na vita nchini Ukraine, swala la msaada wa kijeshi wa magharibi kwa Kiev na hofu ya kupungua kwa msukumo wa kisiasa hususani kutoka Marekani. Mada nyingine iliyotawala ni mgogoro wa Mashariki ya Kati, huku kukiwa na wito wa mara kwa mara wa kuzuia kuenea kwa vita katika eneo zima. Lakini Munich pia imekuwa jukwaa la mjadala mpana kuhusu mustakabali wa kimkakati wa bara la Ulaya, ulinzi wa pamoja, kujiongezea silaha, usalama wa mtandaoni na mapambano dhidi ya uingiliaji wa mataifa ya kigeni. China na ushawishi wake wa kiuchumi na kijeshi pia vimekuwa mada katika vikao vingi, pamoja na kuongezeka kwa tawala za kiimla na udhaifu wa demokrasia. Kwingineko, hatua ya serikali ya Israeli kuidhinisha mchakato wa kusajili ardhi kwenye ukingo wa Magharibi imelaumiwa na mataifa ya Kiarabu na wakosoaji waliouita unyakuzi mkubwa wa ardhi. Misri, Qatar na Jordan wamekosoa hatua hiyo wakiitaja kuwa haramu na inayokiuka sheria ya kimataifa. Kwenye taarifa yao, Misri imesema uamuzi huo ni hatari na unaolenga kudhibiti maeneo yanayokaliwa na Palestina, huku Qatar ikisema ni uamuzi unaolenga kuibadilisha ardhi ya ukingo wa Magharibi kuwa mali ya serikali na ambao utawanyima wa Palestina haki zao. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameondoka jana Jumapili kuelekea mjini Geneva nchini Uswizi
kuhudhuria duru ya pili ya mazungumzo kati ya Irani na Marekani. Katika mazungumzo hayo, Marekani itawakilishwa na mjumbe wa Rais Donald Trump, Steve Witkoff, na mkewe Jared Kushner. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani, majadiliano hayo yasiyo ya moja kwa moja yatafanyika siku ya Jumanne chini ya upatanishi wa Oman, na swala kuu litakalojadiliwa ni mpango wa nyuklia wa Irani. Aragachi anatarajiwa pia kukutana na mkurugenzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nyuklia, Rafael Grossi, pamoja na maafisa wengine wa kimataifa. Kabla ya mkutano huo, Israeli imetoa wito wa kusambaratisha uwezo wa Teherani kurutubisha madini ya urani. Tamati ya habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, tuelekee viwanjani tukasikilize yale yaliyojili katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hujambo na karibu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Jina langu Lai Saidi.
Kocha raia wa Argentina Miguel Gamondi amesaini mkataba wa miaka 2 wa kuinoa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Gamondi amekabidhiwa rasmi jukumu hilo na TFF baada ya kuitumikia timu hiyo kama kocha wa muda wakati wa fainali za michuano ya AFCON kwa mwaka 2025 zilizofanyika nchini Morocco. Hafla ya utiaji saini imehudhuriwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, pamoja na viongozi wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Katika hafla hiyo, Gamondi amepata baraka zote za serikali na kusisitizwa kuwa huru katika utekelezaji wa majukumu yake ili kuhakikisha analeta mafanikio kwa Taifa Stars. Kocha huyo Gamondi, baada ya kusaini mkataba wa kuinoa timu ya taifa ya Tanzania, ametoa wito kwa uongozi na shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini TFF kuhakikisha pia na wadau wa soka hapa nchini kumpa ushirikiano ili kuweza kufikia malengo. Before anything, I want to say thank you to the government of Tanzania in the name of Minister Makonda, the TFF, from Mr. President, Mr. Karia, Secretary General Oscar Mirambo, and in general everybody, and say I'm very happy, honored, and very proud to be the national team of Tanzania for the next 2 years. Really, for me, it's excited time. You know me, I love Tanzania, I love this country, I love the football, and I'm a great believer we can do something special. We can put Tanzania in the map of the African football, and with the great work doing now the government, even TFF, with the long-term program strategy, I no doubt will becoming a very good force in African football in a few years. And always I say, I'm not man who promise result. I promise very hard work, believe, and try to do our best to make happy all the country, and football is one of the most beautiful games in the world, and make happy all the country as well, all the people in the country. For that, I say thank you to everybody as well, for the football fans, because every day they show love to the game, and love to me as well, and this is my commitment, fully commitment to be in this job and try to do my best for the country. Thank you. Baada ya kocha huyo kusaini mkataba wa miaka 2, Waziri Makonda, ambaye ni mwenye dhamana ya utamaduni, sanaa na michezo, ameweka wazi mambo 3 ambayo kocha huyo anapaswa kutekeleza katika majukumu yake. Kwa kocha na mambo 3 tu. Moja, serikali imewekeza fedha kama ambavyo imewekeza kwenye miundombinu, kama ambavyo imeendelea kuwekeza kwenye timu yetu, lakini pia imeamua kuwekeza pia kwenye taaluma. Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mapenzi yake ya dhati na kwa mchezaji namba 1 anayetambua ya kwamba vijana wengi wa taifa letu ndoto yao si tu kuchezea hapa, ni kuvuka mipaka ya taifa letu. Katoa hizi fedha na analipa yeye mwenyewe kocha, ikiwa ni sehemu ya kuongeza tija na ufanisi wa vijana wetu katika mechi zinazokuja za AFCON. Matarajio ya Daktari Samia ni kuhakikisha kwamba timu hii inakuwa bora kuliko ilivyokuwa, na inapanda viwango, si tu viwango vya CAF bali vya FIFA pia. Kwingineko ni kuhusiana na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda amevipongeza vilabu vya Simba, Yanga michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu, licha ya timu zote 4 zilizokuwa zikiwakilisha Tanzania kuishia hatua ya makundi. Ni kwa mara ya kwanza Tanzania inafanikiwa kuingiza timu 4 katika hatua ya makundi katika michuano ya shirikisho, ambapo zilikuwa ni timu 2 na klabu bingwa timu 2, na timu zote zimesha timu zetu 4. Sizipongezi kwa sababu zimetolewa,
lakini nazipongeza kwa sababu zimefanya kazi ya kuweka alama ya taifa letu. Timu yetu ya Simba, timu yetu ya Yanga, timu yetu ya Azam pamoja na ndugu zetu wa Big Star kutoka Singida. Kwemo tu ndoto ya kila Mtanzania ilikuwa ni kwenda kwenye robo finali. Yaliyotokea uwanjani ni dakika 90. Hatuwezi kuamua tofauti, lakini mimi nawapongeza kuanzia uongozi wao, uongozi wa Simba, uongozi wa Yanga, uongozi wa Azam pamoja na Singida Big Star kwa kazi kubwa nzuri walioingia. Tusingepata hata hizo pesa ambazo ndugu zetu wenye hoteli, migahawa, watu wa chakula wameweza kuzipata. Lakini tuwatia moyo, ni wakati wa kujiandaa vizuri pia kwa mashindano yajayo. Mwisho wa kutoka kwenye mashindano haya sio mwisho wa mashindano. Malaki wameusoma mchezo, wameelewa mbinu, kwa ni wakati mzuri wa kujipanga. Imetukuta hivi jana. Kwingineko ni kuhusiana na klabu ya Simba imeporomoka kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 8. Na tuelekee kimataifa ambapo klabu ya AS FAR Rabat ya nchini Morocco imetarajiwa. Na kwingineko pia ni kuhusiana na mchezo ambao ni mchezo wa 75 wa NBA All Stars mjini Los Angeles ulitoa muundo mpya wa kusisimua wa Marekani dhidi ya dunia, huku USA Stars ikishinda USA Steepers kwa vikapu 47 kwa vikapu 21 katika mchezo wa kuwania ubingwa. Wakiongozwa na MVP wao Kobe Bryant Anthony Edwards, USA Stars ilitawala fainali baada ya mchuano mkali wa raundi ulioshirikisha timu 3 za vikosi viwili vya Marekani na moja ya kimataifa ya dunia. Edward na Tyrese Maxey walichangia pointi 17 na hivyo kuhitimisha usiku wa ushindani uliorejesha nguvu na ulinzi wenye mchezo wa kawaida wa katikati ya msimu. Kawhi Leonard alilipuka kwa pointi 31 ndani ya dakika 12 pekee na kuisaidia USA Steepers kuondoka na timu ya dunia, wakati Victor Wembanyama alivutia kwa pointi 33 jumla katika michezo miwili licha ya kuondoka mapema kwa dunia. Mpangilio mpya wa mchezo wa timu 3 wa dakika 12 ulileta udhalula na ushindani kwenye All Star, huku wachezaji wakisifu kiwango walichokionyesha, na kamishna ambaye ni Adam Silver sasa ataamua ikiwa muundo huo urejee kuelekea msimu ujao. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Zinazile Mswima aweze kukamilisha ulimwengu wa habari, na mimi nikutakia usiku mwema. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Mtazamaji, na sasa tuende kutusikiliza utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi pamoja na Ziwa Rukwa. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya upo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya kusini mwa nchi yetu, nyanda ya juu kusini magharibi kuelekea maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria. Na ongezeko kidogo la mvua inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hususan yale ya kati mwa nchi yetu kuelekea nyanda za juu kusini magharibi. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Dodoma, Morogoro, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma. Hivyo ni vema kwa wananchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku ya leo, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara,
kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya kati mwa nchi yetu, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda ya juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya magharibi wa nchi yetu na nyanda ya juu kaskazini mashariki, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na pwani yetu ya kaskazini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mwanza pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliokuwa nayo usiku huu. Waziri Mkuu akagua mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta. Kimataifa, mkutano wa Munich waiacha Afrika pembezoni. Na katika michezo, kocha Miguel Gamonde asaini mkataba kuinoa Taifa Stars. Mtazamaji, tunafika tamati katika ulimwengu wa habari. Usiache kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Uwe na usiku mwema.